أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. Rahim. Halifa mtukufu ayyadahullah taala ibn Salaziz anasema kwamba baada ya muda mrefu sana Mwenyezi Mungu ameijalia jumuiya ya Ufaransa kwamba jumuiya hii imepata bahati ya kujenga msikiti mwingine katika mji wa Strasbourg kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Katika jumuiya hii wengi wa wanajumuiya ni wale ambao ni wanajumuiya wapya na vile vile ni wanajumuiya ambao ni wenyeji wa hapa. 75% ni wale ambao ni wenyeji wa hapa, sio wanajumuiya waliohamia kutoka Pakistan. Lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wanajumuiya hawa wamezidi sana katika ikhlas na imani. Mwenyezi Mungu amewajalia msikiti sasa wanajumuiya wanaoishi katika jumuiya hii wanaweza kuungana na nidhamu ya jumuiya zaidi kuliko zamani. Mwenyezi Mungu awajalie waweze kuungana na jumuiya nidhamu ya jumuiya zaidi. Aya niliyosoma mbele yenu sasa hivi tafsiri yake ni hivi: anaistawisha misikiti ya Allah ni yetu aaminie Allah na siku ya mwisho na kusimamisha swala na kutoa zaka na hamuogopi yeyote ila Allah, basi hao huenda waka miongoni mwa walioongozwa. Mwenyezi Mungu ameeleza sifa za wale watu wanaojenga misikiti na wanaimarisha misikiti. Sifa yao ya kwanza ni kwamba wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, yani kuwa na imani hii kwamba Mungu anaye uwezo wa kila kitu. Min ghairi yake yeye hakuna kingine chochote kinachoweza kusaidia. Kwa hiyo mwaminio analazimika
kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na analazimika kuinama mbele yake, Mwenyezi Mungu anawazidisha watu katika imani, wale watu ambao wanamwabudu na wanainama mbele yake. Kisha sifa ya pili ya waaminio wanaimarisha misikiti ni wale watu ambao wanakuwa na imani katika siku ya mwisho, kwa sababu ikiwa mtu anakuwa na imani juu ya siku ya akhira anaelekea kwenye ibada, na katika hali hii ibada yake itakuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa kueleza madha hii, Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alisema fulani kwamba ikiwa mtu anakuwa na imani juu ya akhira, faida yake ni hii kwamba mtu anapata maarifa ya Mwenyezi Mungu, na bila kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu maarifa haswa haiwezi kupatikana. Lazima mtu awe na hofu ya Mungu ndio anapata maarifa. Anaendelea kusema zaidi, kumbukeni kwamba ikiwa mtu anakuwa na wasiwasi kuhusu siku ya mwisho, basi imani yake inakuwa hatarini katika hali, na mwisho wake huenda hautakuwa mwema katika hali hii. Wala mtu hawezi kuwa na yakini katika hali hii kwamba atabaki juu ya imani. Basi anayeimarisha misikiti ya Mwenyezi Mungu ni yule tu ambaye anakuwa na imani kuhusu siku ya mwisho, na yeye anaendelea kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kupata mwisho mwema. Kisha sifa ingine ya wale watu wanaimarisha misikiti ni hii kwamba ni wale watu ambao wanasimamisha swala. Wanaahidi kwamba sisi hatukujenga msikiti huu kwa ajili ya kuwaonyesha wengine kwamba sisi tumejenga msikiti huu mzuri, bali lengo la ujenzi wa msikiti ni kwamba wao wanakuwa na imani kwamba wataimarisha misikiti, wataswali tano humo. Na hapa Mwenyezi Mungu amesema kwamba musimamishe swala. Kusimamisha swala maana yake ni hii kwamba waaminini wale ambao wanaswali swala kwa jamaa. Kisha Mungu ametukumbusha kuhusu zaka na kutoa mali katika ya Allah, na hii pia ni sifa ya wale waaminio ambao wanaimarisha misikiti ya Mwenyezi Mungu. Wao wanatakiwa wawe na sifa hii ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na vile vile watimize haki za Mwenyezi Mungu na viumbe vyake. Hayo yote ni kwa sababu ya hii kwamba sisi tuwe na hofu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwetu, na sisi kwa ajili kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala tufanye juhudi. Mwenyezi Mungu anasema kwamba hawa watu ambao wanakuwa na sifa hizi na wanatenda matendo haya yote ni wale ambao wameongozwa na Mungu, wameongoka, au watahisabiwa pamoja na wale watu waliongoka. Hazur anasema tunatakiwa tuendelee kufanya dua, na sawa na maagizo haya tunatakiwa tufanye juhudi na tuishi maisha yetu. Sisi kwa kuinama mbele ya Allah tunatakiwa tumuombe sisi ambao ni wanajumuiya wapya na wale ambao ni wanajumuiya wa zamani. Hata wanajumuiya wa zamani wamepewa majukumu mazito zaidi kuliko wanajumuiya wapya, hasusan wale wanajumuiya waliohamia hapa kutoka Pakistan. Wao wanatakiwa wawe waangalifu zaidi kuhusu hii kwamba wao wanatakiwa wawe mfano mzuri kwa ajili ya wanajumuiya wapya, na wao au wote wanatakiwa wakumbuke kwamba baada ya kujenga misikiti tunatakiwa tufanye juhudi ya kuleta mabadiliko katika maisha yetu ya kiroho, na sisi tufanye dua hii kwamba Mwenyezi Mungu atujalie sawa na amri yake tuimarisha Mwenyezi Mungu, na vile yeye atuhisabu pamoja na wale waliongoka. Sisi kwa sababu ya makosa yetu isije tunakosa kufuata amri hii ya Mwenyezi Mungu, na kwa kufanya hivi isije tukaharibu dunia yetu na akhera yetu. Mola wetu uturehemu na utuongoze katika njia iliyonyoka.
na vile vile uweke nia yetu iwe safi kabisa, sisi tuweze kutimiza haki zako, na vile vile sisi tuweze kusambaza ujumbe wa dini yako katika eneo hili. Sisi baada ya ujenzi wa msikiti huu sawa na nasaha za Sayyidina alayhi salatu wassalam, tuweze kufanya msikiti huu uwe sehemu ya kusambaza mafundisho ya Islam. vile vile Mwenyezi Mungu ufanye sisi tuwe sawa na kauli hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambamo alisema yeyote ambaye anajenga msikiti kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu pia anamjengea nyumba huko peponi sawa na ujenzi wa msikiti. Basi wewe utujalie tuwe waaminio hasa na ututeremshie baraka zako. Kwa ajili ya kupata neema hizi zote na mambo haya yote, kwanza kabisa kila jumuiya anatakiwa awe mwangalifu sana kuhusu sala zake. Yeye achunguze kwamba je, yeye anaendelea kusali swala 5 bila kukosa? Kisha je, anasali swala kwa jamaa kila siku? Hii haitoshi kwamba sisi tumejenga msikiti, na hii haitoshi kwamba tumejenga msikiti na sisi tutajengewa msikiti huko peponi, bali pamoja na hii tunatakiwa tufanye vitendo vizuri, yani pamoja na imani tuwe na vitendo vizuri, tufuate amri zote za Mwenyezi Mungu. Vile vile tunalazimika kutimiza haki ya kuwa wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam. Hazur anasema kwamba kila mwaka misikiti maelfu na maelfu inajengwa na Waislamu, lakini katika misikiti zile wanatoa darsa ya fitina. Humo badala ya kuzungumza kuhusu haki za Mwenyezi Mungu na viumbe vyake, badala ya kuzungumza kuhusu haki za wengine, katika misikiti ile maulama wanaleta bidhaa ya aina mbalimbali, na bidhaa hizi hazihusiki na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hali hii misikiti ile sio misikiti wa kupeleka peponi. Basi kutimiza na kutekeleza haki ya msikiti na kufanya misikiti uwe sababu ya kupeleka peponi, na vile vile uwe sababu ya kupata nyumba huko peponi, jambo hili linampatia mwaminio majukumu makubwa sana. Kila mwanajumuiya anatakiwa aelewe jukumu hili kubwa, kisha kwa kuelewa jukumu hili afanye juhudi ya kutekeleza haki yake. Katika zama hizi sisi tulipata maagizo kutoka kwa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Yeye alitufundisha namna ya kuwa watumishi halisi wa Mwenyezi Mungu, na ametukumbusha kutimiza haki za misikiti na haki za viumbe vyake. Sisi tunalazimika kufuata na kuelewa amri zake zote, ndipo tunaweza kusema kwamba sisi tunaamini Allah subhanahu wa ta'ala kweli kweli, na vile vile tunakuwa na yakini juu ya akhira na siku ya mwisho. Na sisi kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu tunasimamisha sala zetu zote, na sisi kwa kutoa mizetu tunatimiza haki na tunatekeleza haki za viumbe vya Mwenyezi Mungu. Ikiwa tunayo hofu, basi tunayo hofu ya Mwenyezi Mungu peke yake. Sisi tunayo hofu ya Mwenyezi Mungu tu kwa sababu sisi tunampenda. Sisi hatuogopi na kitu chochote cha kidunia, sisi hatukipendi kitu chochote cha kidunia. Tunatanguliza imani yetu juu ya mambo yote ya kidunia. Sayyidina alayhi salatu wassalam alitufundisha na alitupatia nasaha namna gani tunaweza kuwa wanajumuiya hasa. Mimi nataka kusoma maandiko haya ya Sayyidina alayhi salam. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema,
Mwenyezi Mungu ametupatia uwezo, yani ametupatia viungo mbalimbali kama mikono, macho na viungo vingine. Mungu hatukupatia viungo hivi kwa ajili ya kupoteza. Mungu hatukupatia uwezo kwa ajili ya kupoteza, bali Mungu anasema kwamba viungo hivi vitumiwe kama ipasavyo. Yani viungo hivi vitaleta faida wakati vinatumika ipasavyo. Ndiyo maana katika Islamu Mungu hasemi kwamba mutoe jicho lenu na mumalize nguvu ya uume wenu. Mradhi wake sio huu kwamba mtu kwa ajili ya kujiepusha na kuona kwa nia mbaya atoe jicho lake, au yeye kwa ajili ya kuwa mcha Mungu amalize nguvu ya uume, bali kutumia vitu hivi vyote kama ipasavyo ni muhimu. Mungu anasema kad aflaha almu'minuna. Hivyo ndivyo hapa Mwenyezi Mungu amesema kwamba mwaminio ni yule ambaye ulaika humul muflihun. Yani kwanza alieleza sifa za mwaminio, na baada ya kueleza sifa za mwaminio hatimaye Mwenyezi Mungu amesema kwamba hao ndio ni wale ambao wanafuata njia za uchamungu, wanaamini juu ya ghaibu na wanasimamisha swala zao. Wakipata mawazo mabaya katika swala, mara moja wanarudi kwenye swala na wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa ajili yake. Ingawa wanakuwa na hatari ya nafsi, wanakuwa na imani juu ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu amesema waamini wanalazimika kuamini vitabu vyote. Ndiyo maana kwa sababu hii wanaamini, hatimaye hao wote wanapata ufaulu. Hao ni wale waliongoka, wao wanaelekea njia ambayo inaelekea katika njia na nyumba ya ufaulu. Hao ndio ni wale watakaofaulu na watakoka katika hatari ya kila aina. Kisha amesema, ndiyo maana mwanzoni Mwenyezi Mungu ametupatia mafundisho ya uchamungu, na kwa kutupatia mafundisho ya uchamungu ametupatia kitabu ambamo ndani yake ameeleza kuhusu uchamungu. Jumuiya yetu inatakiwa itangulize imani juu ya mambo yote ya kidunia. Namna gani mtu anaweza kujua kwamba yeye anaye uchamungu ndani yake au yeye hana uchamungu? Na vile vile atajuaje waaminio ni wa aina gani? Kuhusu hii Sayyidina Muhammad sallam anasema inapatana kwa kupitia Qur'an tukufu kwamba waaminio ni wale watu ambao wanatembea kwa unyenyekevu, yani wanakuwa wanyenyekevu wa hali ya juu. Wao wanapoongea hawaongei kwa kibri na majivuno na maringo, yani wao wanaongea kama mdogo anaongea na mtu mkubwa. Sisi tunatakiwa tufanye kitendo ambacho ni dalili ya ufauli wetu. Mwenyezi Mungu anataka ucha Mungu hali. Yule ambaye atakayemcha Mwenyezi Mungu yeye atapata daraja ya juu. Sayyidina Muhammad sallam anaendelea kusema, Mtume sallallahu alaihi wasallam na Ibrahim alayhi salatu wasallam hawa wote hawakupata heshima katika urithi wao. Si tunaamini bila shaka kwamba baba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah alikuwa sio mshirikina, lakini yeye hakumpatia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unabii, bali unabii wake ulikuwa kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya sifa za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipewa unabii. Hazrat Ibrahim alayhi salam ambaye alikuwa abul anbiya, yeye kwa sababu ya imani hali ya juu alikuwa tayari kuchinja mtoto wake. Yeye mwenyewe alitupwa motoni. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia ilikuwa imani yake kuwa yeye alisimama dhidi ya dhuluma ya kila aina, alisuliwa na aliteswa, lakini yeye hakujali. Hii ilikuwa hali ya imani yake. Kwa sababu yake Mwenyezi Mungu alimpatia unabii. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu alisema
inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, yani Mwenyezi Mungu na malaika wake wote umsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enyi mlioamini nyinyi pia mumsalie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema kwamba sisi tumepewa amri kwamba ikiwa tunataka maombi yetu yapokelewe katika hali hii tunalazimika kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, na maombi yanayofanywa bila kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam, maombi haya hayafiki huko mbinguni wala hayapokelewi. Basi kwa ajili ya kuboresha hali ya ibada na kwa ajili ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu tunalazimika kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, na yule anayemswalia mtume sallallahu alaihi wasallam bila shaka yeye atazingatia mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye atazingatia jinsi aliyekuwa akiswali swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alisema kwamba maburudisho ya macho yangu ni katika swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituachia mifano chungu mzima kuhusu imani, na yeye hakujali kuhusu nafsi yake. Yeye alipopewa mali aligawa na hakuweka kwa ajili yake. Mtote aliyekuja kumwomba yeye alimpatia, na kila wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa. Basi yule ambaye anamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye anapozingatia mfano mwema wa mtume sallallahu alaihi wasallam kisha anamswalia katika hali hii, yeye anafanya nia ya kufuata mfano mwema wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hali hii inapatikana, ndipo Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapokea maombi yetu pia, na ndipo sisi kwa kupata ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kufuata njia ya unyenyekevu, na kwa kuwa wenyenyekevu tunaweza kuhesabiwa pamoja na wale watu ambao wanashika njia ya uchamungu, na hao ndio ni wale watakaoulu. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema, ikiwa sisi tunategemea maneno yetu tu katika hali hii, mjue kwamba hamtapata faida. Amesema kwa ajili ya ushindi, uchamungu ni muhimu sana. Ikiwa mnataka ushindi, basi muwe wachamungu, mtapata ushindi. Na huu ndio ni uchamungu halisi, kwamba mtu amtambue Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile afuate amri zote za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kueleza uhakika wa swala na swala ni kitu gani na namna gani mtu anatakiwa aswali swala halisi. Kuhusu hii Sayyidina alayhi salam anasema, wapo wengi kwamba kwa ulimi wanamkumbuka Mwenyezi Mungu, lakini tunapochunguza hali yao inaonekana kwamba wao hawaamini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wao wanapojishughulisha katika mambo ya dunia basi wanamsahau ya Mwenyezi Mungu na hofu yake. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba nyinyi kwa kufanya maombi muombe maarifa ya Mwenyezi Mungu, na yakini na maarifa ya Mwenyezi Mungu haiwezi kupatikana bila kuwa na elimu hii, kwamba ikiwa mtu anavunja mahusiano yake na Mwenyezi Mungu basi yeye ni sawasawa na mfu. Kwa hivyo mufanye maombi, na vile vile mnalazimika kutimia hila pia. Na hafla zote na mikutano yote ambayo ni sababu ya kuleta maovu, basi muipukane na hafla hizi na mikutano hii. Kwa hivyo mnatakiwa muwe waangalifu kwamba kuna mikutano gani na vipindi vya TV aina gani ambavyo vinasababisha kuleta maovu, basi mnalazimika kuacha, na pamoja na hii mnalazimika kufanya maombi. Na mjue vizuri sana
maafa yanayopatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtu hapati msaada wa Mwenyezi Mungu hawezi kuepukana na maafa haya. Ikiwa tunaswali sala kila siku mara 5, mradi wake ni hii kwamba mtu ataendelea kuepukana na mazo mabaya. Yani swala inayoswaliwa kila siku mradi wake ni huu kwamba ikiwa yeye haipukani na tamaa ya nafsi na maovu kila aina, swala yake haitaleta faida. Swala halisi sio ile ambayo mtu anaswali kama ni mila. Swala halisi ni ile ambayo hata moyo pia unahisi, na kwa kuhisi anakuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu na anaelekea Mwenyezi Mungu na analia na anamuomba Mwenyezi Mungu kwa kulia na dhambi zote ziondoke. Swala ya aina hii inakuwa yenye baraka. Ikiwa anaendelea kuswali swala ya aina hii, basi yeye atashuhudia kwamba siku au mchana nuru itashuka moyoni mwake na yeye ametoka nje katika nafsi amara. Yani nafsi ambayo ilikuwa inamuiza upande wa maovu, nafsi ile inaendelea kufa. Kama katika nyoka anakuwa na sumu, hivyo ndivyo nafsi pia inakuwa na sumu. Na yule ambaye aliyemuumba mwanadamu, yeye anaye tiba ya sumu, yani ni Mwenyezi Mungu ambaye anaweza kumponya na kumtibu. Yeye kwa ajili ya kuepukana na maovu anatakiwa amuombe Mwenyezi Mungu fadhila zake. Kisha kwa kueleza umuhimu wa swala, Sayyidina al-Islam amesema swala ni kiini na muhtasari wa mema yote. Inatakiwa ikumbukwe kwamba bila kufuata amri za Mwenyezi Mungu, ikiwa mtu anaswali swala, basi katika hali hii hawezi kutekeleza haki ibada. Na mtu anaposwali swala amepewa masharti kadhaa na lazimika kutimiza masharti hayo yote. Katika sala mtu anatakiwa awe mwangalifu kwamba yeye asimame kwa adabu sana mbele ya Mwenyezi Mungu, awe mnyenyekevu, aswali swala kwa shauku sana na amuombe Mwenyezi Mungu katika swala zake. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza mada hii anasema, siku moja nilifikiria kwamba kuna tofauti gani baina ya swala na dua. Katika hadithi inapatikana kwamba as-salatu hiya dua, as-salatu mukhul ibada, yani swala ndiyo ni maombi na vile vile swala ni mukhtasari kila swala ibada. Ikiwa swala inakuwa kwa ajili ya mambo ya dunia, ile sio swala. Mtu anaswali sala, anafanya dua, anaanza kusali sala 5, anafanya maombi, analia sana na anafanya mambo haya yote kwa ajili ya kupata mambo na maslahi ya dunia. Sayyidina al-Islam amesema ikiwa mnaswali swala kwa ajili ya kupata faida ya dunia, ile haiwezi kuitwa swala. Lakini wakati mtu anapotaka ukaribu na Mwenyezi Mungu, anazingatia ridhaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na anaswali swala kwa adabu na unyenyekevu na kwa ni halisi, katika hali hii anaswali na anaomba ridhaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye hatangulizi tamaa ya nafsi yake. Katika hali hii ndiyo anaswali swala halisi. Maombi halisi ni yale ambayo yanakuwa sababu ya kuzidia kuimarisha mahusiano na Mwenyezi Mungu. Haya ni maombi yanayokuwa sababu ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na mtu anaanza kuepukana na maovu ya kila aina. Kitu halisi ni kwamba mtu atangulize ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Baadaye mtu anaweza kufanya maombi kwa ajili ya mahitaji nafsi yake, yani kwanza anatakiwa afanye dua kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah, kisha baadaye kwa ajili ya mahitaji ya dunia anaweza kufanya maombi, kwa sababu mahitaji haya ya dunia pia yatikana kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Jambo hili linapatikana kwa sababu baadhi wakati mambo ya dunia yanakuwa kizuizi katika ridhaa ya Allah, hususan katika hali za mambo haya yanazidi na maslahi ya dunia yanakuwa sababu ya kumpoteza mwanadamu. Ndio maana imesema kwanza muimarishe mahusiano yenu na Mwenyezi Mungu, kisha mufanye maombi kwa mahitaji ya dunia. Swala vile vile ni dalili
ya kulia na kujitolea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hali hii inatakiwa ipatikane katika swala. Hali hii inapopatikana ambayo ni sawasawa na mauti, ndipo swala hii inaitwa swala. Huzuri anasema hii ndio ni swala halisi ambayo kila mmoja wetu anatakiwa awe nayo. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kupata hali hii katika swala zetu. Kisha Sayyidina Malasio mwingine ameeleza mada hii kwamba kumbukeni, ikiwa nyinyi mnadai kuwa waaminio, katika hali hii mnalazimika kusali sala zote. Kwa kusali sala 3 au 4 kama watu wengine wanaswali hivi na wanadhani wanaswali na wao ni waaminio, wao sio waaminio, kwa sababu mzizi wa imani ni swala. Na yule ambaye hana mzizi, yeye mfano wake ni sawa sawa na mti ambao hauna mzizi, na akipata hewa kidogo tu mti utaanguka. Vile vile inapokuwa jua kali, basi mavingu yanakuja na mvua inaanza kunyesha. Hivyo ndivyo maombi pia yanaleta athari. Swala ni ile ambayo ndani yake unyenyekevu na adabu na ni halisi, na mtu anasimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Wakati mtu anapoghafilika, basi Mungu pia hajali kuhusu yule mtu. Umma unaendelea baki madamu umma ule inaendelea kumwelekea Mwenyezi Mungu. Na mzizi wa imani pia ni swala. Wapo wengine ambao wanasema Mungu kwa nini anahitaji swala zetu? Sayyidina Mlaslam amesema Mungu hahitaji swala zetu, bali nyinyi mnahitaji swala zenu. Mnalazimika kusali swala ili Mwenyezi Mungu aelekee kwenu. Ikiwa mtu anamwelekea Mwenyezi Mungu, basi mambo yake yote yanarekebishwa. Swala inafuta dhambi zote. Vile vile ina kwa sababu ya kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya swala sio hii tu kwamba mtu anapata ukaribu na Mungu, bali dhambi zake zinasamehewa na mambo yake yote yanarekebishwa. Hatu ambaye anakuja kwa nia halisi msikitini na anasubiri kwa ajili ya swala, kuhusu yule mtu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, madamu mtu anaendelea kusubiri swala, anakuwa msikitini na anaendelea kusubiri swala yake, basi anahesabiwa kama yeye anaendelea kusali swala. Yani kukaa msikitini na kumkumbuka Allah ni sawasawa na kusali swala. Na katika hali hii malaika wanamswalia na wanamwombea na wanasema, Mola wetu, umrehemu huyu mtu na umsamehe, ukubali tauba yake. Basi huu ndio ni ujira mkubwa sana kwa ajili ya yule ambaye anakuja msikitini kwa ajili ya kusali swala. Yeye hapati ujira wa kusali swala tu, bali ikiwa anasubiri anapata ujira wake na malaika wanamwombea. Huzur anasema kwamba sisi kwa kiasi gani tunalazimika kutimiza haki ya ibada na namna gani tunatakiwa tuzingatie swala zetu zote. Kisha Sayyidina Malaslam kwa kueleza jambo hili kwamba sala maana yake ni kuleta umoja, Sayyidina Malaslam anasema Mwenyezi Mungu anataka kwamba wanadamu wote wawe kama ni kitu kimoja, na kitu hiki kinaitwa wahdat jamhuri. Yani watu wote wanakuwa chini ya amri moja na wanakuwa kitu kimoja, wanajumuika kwa kuwa wingi lakini wanakuwa kitu kimoja. Na hii ndiyo ni lengo la dini, yani watu wote wawe chini ya bendera moja. Swala inaposaliwa kwa jamaa, hii pia ni kwa ajili ya kuleta umoja huu, ili watu wote wawe kitu kimoja. Na kwa sababu hii watu wameambiwa wasimame pamoja, kwa sababu ikiwa mtu mmoja ana nuru aweze kumpatia nuru ile mtu mwingine ambaye amesimama karibu naye. Haji pia ni kwa ajili ya lengo hili kwamba umoja uletwe. Kwanza Mwenyezi Mungu aliamuru kwamba watu wote wanatakiwa waswali sala katika mtaa, ili waweze kubadilishana mawazo na waweze kusambaza nuru na waweze kujuana, na hivi waweze kujenga mahusiano mazuri. Kujuana ni kitu kizuri sana, kwa sababu ya hii mapenzi yanazidi, ambayo ni msingi wa umoja.
wakati mtu anapokutana na mtu mwingine katika nchi ngeni, basi kule kwa sababu ya kujuana mtu anajenga mapenzi. Kisha amri ya pili ni kwa siku ya Ijumaa waislamu wote wajumuike katika msikiti mmoja, msikiti wa mji, kwa sababu watu wote kila siku hawezi kujumuika pale. Angalau siku moja katika wiki waweze kujumuika na waweze kutambulishana na kujuana. Hazuru anasema hapa, ikiwa msikiti ni mbali lakini hakuna wasiwasi, kwa sababu wanajumuia wanao usafiri wanaweza kuja msikitini. Ikiwa wanakuwa na nia ya kuja msikitini wanaweza kuja msikitini kwa sababu wanakuwa na usafiri. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema zaidi kwamba ikiwa msikiti ni mbali, angalau siku ya Ijumaa waje msikitini. Kisha Islam anasema siku ya Idi watu wajumuike na watu wote wawe pamoja ili umoja patikane. Hivyo ndivyo kwa ajili ya ijtimaa ya dunia nzima, mara moja katika umri imepangwa kwamba wote wajumuike katika Maka, yani wale ambao wana uwezo waje kwa ajili ya haji. Hivi Mwenyezi Mungu alitaka kwamba waislamu wapendane na umoja upatikane katika waislamu. Kisha Sayyidina Alayhi Salam anasema kuhusu wapinzani wake kwamba hawajui falsafa ya Islam ni nini, hawajui filosofia ya Islam ni nini. Wao wanaendelea kuleta shutuma tu bila kujua filosofia yake. Hawajui hekima ya kujumuika kila wiki ni nini na kila siku ni nini. Amesema mtu anapoghafilika katika amri za Mwenyezi Mungu, yeye hawezi kuwa Muislamu halisi. Amri zinazotolewa kutoka kwa viongozi wa dunia, mtu anaweza kuwa mvivu katika amri hizi, lakini yeye hawezi kuwa mvivu katika kufuata amri za Mwenyezi Mungu, kwa sababu kuna Muislamu gani ambaye angalau mara moja kwa mwaka aswali swala ya Idi? Waislamu wanapoendelea kukutana mapenzi yanazidi, lakini wale ambao ni dhaifu katika imani angalau mara moja kwa mwaka wanajumuika, lakini waaminio ni wale ambao wanajumuika kila siku mara 5 kwa ajili ya swala. Sasa Mwenyezi Mungu amewapatiani msikiti huu mzuri. Umoja huu ambao ni umoja wa Islamu unatakiwa upatikane katika msikiti huu. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu sisi tuendelee kuimarisha msikiti huu. Katika hali hii Mwenyezi Mungu anateremsha baraka zake, fadhila zake kiasi gani. Imeelezwa kwamba hata malaika wanaendelea kuwaombea wale watu ambao wanajumuika msikitini. Kisha thawabu ya sala 5 kwa jamaa ni mara 27 zaidi. Kwa kuwa na baraka hizi zote, sisi ikiwa hatuheshimi amri hizi, basi sisi sio wanajumuia halisi. Kwa kila mwanajumuia anatakiwa achunguze hali yake na anatakiwa aimarishe misikiti hii kwa nia ile iliyoelezwa na Sayyidina Alayhi Salam. Sayyidina Alayhi Salam anasema, enyi watu wote ambao mnajihisabu katika jumuiya yangu, nyinyi mtahesabiwa na jumuiya huko mbinguni. Wakati nyinyi mtakaposhika njia za Mungu kweli kweli, basi musali sala zenu 5 kwa unyenyekevu kiasi hiki kwamba mnamuona Mwenyezi Mungu mbele yenu. Musali sala zenu 5 kwa unyenyekevu na kwa imani halisi kiasi hiki kwamba mnamuona mbele yenu, na mfunge saumu yenu kwa imani sana, na yule ambaye anastahili kutoa zaka atoe zaka, na yule ambaye analazimika kuhiji afanye haji, na muache maovu yote na mufuate na yote. Mtu ambaye hana ucha Mungu hawezi kupata ukaribu na Allah, kwa sababu mzizi wa kila mema ni ucha Mungu, na yule ambaye anaye mzizi huu hawezi kupotezwa, lazima atapata ukaribu na Allah Taala. Amesema wakati wote mtakapo
mtajidhuru kwa mikono yenu, sio kwa mikono ya wengine. Ikiwa mnaona heshima yenu inakosekana kwa sababu kuwa wanajumuia, Mungu atawapatieni heshima. Kwa hiyo msimwache. Amesema nyinyi jumuia mwisho ya Mwenyezi Mungu, basi mufanye vitendo vizuri ambavyo ni vitendo vizuri vya hali ya juu. Yule ambaye atakuwa mvivu, basi yeye atatupwa nje katika jumuia, na yeye atakufa katika hali mbaya, ni yeye hataweza kumdhuru Mungu. Mimi nawapatieni bishara kwamba Mungu wenu yupo. Viumbe vyote ni vyake, lakini anamchagua yule ambaye anamchagua Mungu. Anakuja karibu naye yule ambaye anakuja karibu na Allah, yule anamheshimu Mungu. Mungu pia anampatia heshima. Hazur anasema Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kuelewa maneno haya ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kwa kuelewa maneno haya tuzidi katika imani na tutimize haki za ibada zetu, na sisi tujenge muungano mzuri na Mwenyezi Mungu, na tuweze kuimarisha msikiti huu. Sasa mimi nitaeleza maelezo kidogo kuhusu ujenzi wa msikiti kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Miaka michache iliyopita juhudi ilifanywa kwa ajili ya ujenzi wa msikiti, na Mungu alitupatia kiwanja, na msikiti huu ni upana wake ni 2600 square meter. Na zamani pia ghorofa ilikuwepo hapa, ilikuwa ukumbi mkubwa, na makao makuu ilitoa mchango kiasi fulani kama ni mkopo kwa ajili ya kununua kiwanja hiki, na Mir Sahib anasema kwamba wameshalipa mkopo yote. Council ilikuwa na wasiwasi kadhaa, wasiwasi yao iliondolewa na walifanya meetings na mayor, na mchoro ulikubaliwa na ulipitishwa. Mchoro uliochorwa sawa na mchoro ule, sawa na taarifa yao. Architect alisema gharama itakuwa milioni 1, na Khudam Ahmadi wa France iliahidi kwamba itatoa milioni 1, na walisema watajenga msikiti huu. Lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu msikiti huu ulijengwa katika 530,000 euro, na Khudam Ahmadi wameshatoa 3.5. Khudam Ahmadi anasema fedha iliyobaki watatoa na watatimiza ahadi yao, na inshallah watatoa na watatimiza ahadi yao. Lakini mimi nasema kwa nini jumuiya nyingine inakosa baraka hii? Hiyo msikiti huu umejengwa sasa, Lajna na Ansar wanatakiwa angalau wajenge msikiti moja, yani wao washirikiane na wajenge msikiti moja katika miaka 3 ijayo. Kwa ajili ya ujenzi wa msikiti huu kamati moja iliundwa, ambamo walikuwa Bana Aslam, Shabaz Saheb na Muhammad Hasan Saheb, Mansur Saheb. Hawa wote walikuwa na kamati na wamefanya juhudi sana. Mwenyezi Mungu awapatie ujira mema. Watu 250 wanaweza kusali ndani ya msikiti huu, na magari 50 yanaweza kuegeshwa. Kuna ofisi ya jumuiya, kuna ofisi ya lajna, kuna maktaba kwa ajili ya wanaume na wanawake, na vile vile kuna vyoo, kuna ukumbi mkubwa, na wakati mwingine ukumbi ule pia unatumika na watu 125 wanaweza kusali pale. Na ghorofa ilikuwa ya zamani, ghorofa ile ilikuwa na vyumba 15, na ghorofa ile pia imefanywa ukarabati. Na msikiti huu ni mbali kilomita 15 kutoka mji. Hazuru anasema kwamba umbali sio sana, waswaliaji wanaweza kuja kusali kila siku. Upana wa msikiti na ukumbi ni 303 square meter. Kuna nyumba ya Bashiri, na nyumba ya Bashiri na vyumba 4, na vile vile kuna nyumba kwa ajili ya wageni.
na hawakupewa kujenga minara, lakini upande wa kulia wa msikiti urefu wa mita 8 wameweka dome, na dome ile inaonekana vizuri na ni mzuri, na vile vile kwa ndani pia kuna dome. Mwenyezi Mungu aiweke baraka sana katika ujenzi wa msikiti huu. Mungu azidishe mali ya wale khudam ambao wametoa mchango kwa ajili ya ujenzi wa msikiti huu. Khudamul Ahmadiyya wasitegemee hii tu kwamba wametoa mchango kwa ajili ya ujenzi wa msikiti, bali waweze kuimarisha msikiti huu, pamoja na khudam na wanajumuiya wote waweze kuboresha hali ya ibada zao. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر